Naitwa Halima Sonda, ni mkurugenzi wa miradi na operation katika shirika la Tanzania Human Rights Defenders Coalition. Tupo hapa leo kwa ajili ya kutoa mafunzo kwa wanahabari katika masuala ya mazingira. Mafunzo haya ni mojawapo kati ya mafunzo yatakayofanyika kwenye maeneo mbalimbali nchini Tanzania, na mafunzo haya yanaendeshwa na Tanzania Human Rights Defenders Coalition tukishirikiana na MIPAC, lakini vile vile ni mradi ambao unafadhiliwa na UNESCO. Na lengo kuu la mradi huu ni kuhakikisha kwamba taarifa za kimazingira zinawafikia wananchi kwa ukubwa wake, lakini vile vile pia kutoa elimu kwa waandishi wa habari, lakini vile vile pia na kwa jamii, haswa katika haki za kimazingira, sheria za masuala ya mazingira, sheria za kitaifa, kimataifa, na maeneo mbalimbali ambapo waandishi wa habari wanapopatwa na changamoto, hasa changamoto za kisheria, ambapo watakavyoandika taarifa kinzani na baadhi ya maslahi, namna gani wataweza kupata msaada, hasa msaada wa kisheria, msaada wa kisheria katika kesi mbalimbali wanazokumbana nazo, na vile vile elimu, lakini vile vile pia inatoa nafasi ya kuwa na umoja wa waandishi wa habari hasa kwenye masuala ya kimazingira, kupaza sauti na jamii, kuhakikisha wanawake na watoto wanaoathirika kwa kiwango kikubwa na mazingira wanafikiwa na taarifa hizi, hasa katika swala la kufanya maamuzi kwenye maeneo ya mazingira. Tunaamini kwamba wanawake na watoto wanaathirika kipekee kunapotokea mabadiliko ya tabia ya nchi, pale tunavyoona kwamba kuna mabadiliko yanayoleta ukame. Sasa hivi tunaona mvua zimekuwa zikisuasua. Basi mabadiliko haya yanawaathiri moja kwa moja wanawake na watoto, hasa kwa sababu ndio watu wakuu kwenye swala zima la chakula. Lakini vile tukiona mafuriko yametokea, watoto wengi wanaathirika kwa kiwango kikubwa, hasa pale miundombinu ya kwenda shuleni inapoharibika, miundombinu ya mahospitali inapoharibika, miundombinu ya makazi inapoharibika. Vitu hivi vinawaathiri kwa kiwango kikubwa sana wanawake na watoto. Na ndio lengo la mafunzo haya, kuhakikisha kwamba waandishi wetu wana uwezo wa kuchechemua hizi taarifa, kuangalia taarifa za kimazingira katika jicho la kitofauti, jicho la kutafuta namna gani watu wanaathirika. Tukiangalia wenzetu wenye ulemavu mbalimbali, ni namna gani wanaathirika na masuala ya mabadiliko ya hali ya nchi. Wanaathirikaje katika maamuzi ya kijiji yakifikiwa yanayohusu masuala ya kimazingira. Wenzetu wenye ulemavu wanaathirikaje? Wanahusishwa, wanajumuishwa. Tuna namna mbalimbali ambazo serikali inajumuisha watu hawa. Serikali inajumuisha makundi yote kwa nafasi sawa. Tunapopitisha miradi mikubwa ya kujenga barabara, miradi mikubwa ya maendeleo kama kujenga barabara, mabomba ya mafuta, viwanja vya ndege, wenzetu wanaathirika vipi na mabadiliko ya kimazingira yatakayotokea pale? Maana tunajua miti itakatwa, maeneo ya ufugaji yatasafishwa. Vipi wao watu wanashirikishwa kwa kiwango kikubwa? So lengo kubwa la mazingira haya ni kuhakikisha kila mmoja anashirikishwa kwa nafasi kubwa, ili aweze kujua kwamba hata kama tunapokea mradi wa kimaendeleo, ni namna gani nitaathirika na njia zipi za kuweza kutumia ili kumitigate ile risk inayowapata. Asante.